kwa uweza wa uzima. Kwenye mabano unaandika Roho Mtakatifu. Kuvikwa uwezo wa uzima, kwenye mabano unaandika Roho Mtakatifu. Kuvikwa uwezo wa uzima maana yake ni kuvikwa nguvu ambayo inasababisha uzima. Ule uzima unaanzia kwenye ulimwengu wa roho mpaka kwenye ulimwengu wa mwili. Sasa kuvikwa uwezo wa uzima, unapovikwa uwezo wa uzima unakuwa na uzima. Unapovikwa uwezo wa uharibifu unakuwa sio mzima tena. Unakuwa ile kitendo cha kwamba uwezo wa kuvikwa uwezo wa uzima. Uzima ni nini? Uzima ni uhuru. Uzima ni uhuru, ni kitendo cha kuwekwa nje ya vifungo, kuwekwa nje ya mateso, nje ya matatizo, nje ya shida. Hapo unakuwa uko mzima. Mtu anapokuwa gerezani, kwa habari ya uzima ukipima, sio mzima, kwamba kisaikolojia ameathirika, kimwili anateseka, sio mzima. Kwa hiyo anapoachiliwa huru, basi tunaweza kusema ni mzima sasa. Kuna watu wameenda gerezani na hawakutoka na walifia huko. Uzima maana yake nyingine ni kuwa salama. Kuwa salama ni kuwa salama, ni kuwa mshindi, ni kuwa na afya, ni kuwa na ustawi, ni kuwa na amani, ni kuwa na mafanikio kila nyanja, kwenye afya, kwenye ndoa, kwenye uchumi, kwenye huduma, kwenye imani na kadhalika. Huo ni uzima. Wawe uzima huo. Sasa kwa nini tunajifunza habari ya kufika uwezo wa uzima? Kuna watu wengi hawana uzima. Kuna watu wengi wako kwenye mazingira ambayo si salama sana. Sio salama, sio afya kwenye maisha yao. Kwenye afya yake si salama, kwenye ndoa si salama, kwenye uchumi si salama. Kila eneo utahitaji kufika uwezo wa uzima ambao utaendelea kupita kwenye maeneo mbalimbali. Nyanja nyingi za muhimu za maisha zikiguswa na ule uwezo, unaona kuna uzima. Bwana asifiwe. Shida, matatizo, kilio, usumbufu, majaribu magumu sio uzima. Majaribu, changamoto za kiafya, changamoto kwenye ndoa, changamoto kwenye uchumi, huo sio uzima kwenye uchumi wako. Bwana asifiwe. Unapokuwa kifungoni, umefungwa na nguvu fulani, ama unapokuwa kwenye gereza, kwenye tabu. Wasukuma peke yao tu ndio wanasema ndio tabu, hata kama yuko gerezani. Hiyo ni kurizika na matatizo, ni kukubaliana. Anasema huu ndio uzima na bulela. Yaani anachechemea lakini anajifariji tu kwenye hali mbaya. Bwana siwe sana. Sijui labda tu kwa sababu Kisukuma kinajulikana huko kwamba ndio tabu. Sijui nyinyi kabila lenu huwa mnasemaje. Inawezekana nyinyi wapo tu wenye kusema maguzu masisi. Yaani wale wanaosema tu kwamba hata kama akizulumiwa, basi nguvu zipo, tutafanya tena. Makodi ya Mungu mala, tutatafuta tena. Yaani watakula, watatosheka, wacha tu Bwana atatupa. Kumbe ni kifungo wa uzima. Kwani ni kuvikwa uwezo wa uzima, kuvikwa nguvu za Mungu, kuvikwa Roho Mtakatifu. Luka 24 mstari wa 49. Ninaposema kuvikwa uwezo, maana yake kuvuliwa uwezo fulani. Unapovikwa uwezo fulani, basi unavuliwa uwezo fulani. Sasa unapovuliwa uwezo unaozalisha matatizo, unaozalisha shida, unahitaji kuvikwa uwezo unaosababisha uzima ili uwe mzima. Lakini kama kabaki umevikwa uwezo, yaani umevikwa, kuna nguvu zingine zimekuatamia, kuna roho inayosababisha uharibifu, kuna roho chafu ziko zinakuzinga. Matokeo ya zile roho ni kusababisha mabaya, kusababisha shida, kusababisha madhara. Lakini ukivikwa uwezo wa Bwana ambao ni uwezo wa Roho Mtakatifu,
Roho Mtakatifu yeye amebeba uzima, amekuja ili tuwe na uzima, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unapovikwa uwezo wa kimungu, uwezo wa Bwana, akavuriwa yale maroho, anakuwa na uzima ndani yake. Na ukikosa kuvikwa uwezo ama kuvikwa nguvu za Bwana, maana yake uwezo kabaki uchi, lazima uwe na vazi lingine. Kwa hiyo utakuwa na uviko wa nguvu za giza, utakuwa na uvuvio wa roho chafu. Bwana asifiwe. Yaani usione hivi wengine wanasikiliza neno, wakianza tu kuhubiri hivi, wewe usingizi mzito, no, naota na ndoto utasahau kanisani, ujue umevaliwa na kitu kingine. Mbona na uwezo wa kupiga soga na watu mpaka masaa, naongea tu, naleta story, naleta hii mpaka bwana, na wewe maneno yako mengi. Mbona alikianza kusoma neno naanza kulala? Kuna uwezo mwingine. Bwana asifiwe. Kosa tu ufungulie neno, kosa tu aanze kuomba, wewe unaanza kupiga miayo ya ovyo ovyo. Kuna maguvu yako ndani. Bwana asifiwe. Tunataka kuwa wazima, lakini uzima una misingi yake. Kuna vyanzo vya uzima, kuna vyanzo vya uharibifu. Roho wa Bwana amebeba uzima. Luka 24 mstari wa 49. Ahadi ya baba yangu, kaeni humu chini hata mviko uwezo utokao juu. Amen. Na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya baba yangu, lakini kaeni humu chini hata mviko uwezo utokao juu. Mtakapopokea uwezo utokao juu, kuna vitu vinaweza kuzaliwa. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Luka ile Matendo 1 mstari wa 8, mtapokea nguvu akisha kuwaijilia juu yenu Roho Mtakatifu. Mtapokea nguvu akisha kuwaijilia. Lakini hapa wanaahidiwa hii ahadi tangu Yoeli ameisema. Yoeli 2 mstari 28 ameizungumza Yoeli ile ahadi ya kwamba mtavikwa uwezo, na ule uwezo utawafanya kuwa salama. Maana yake nini? Dunia ilikuwa haina usalama sana na uzima, na ndio maana ujio wa Yesu Kristo ni uzima duniani. Sasa Yesu anapoondoka hawezi kuwaacha hivi. Anasema sitawaacha yatima, sitawaacha wahitaji, nitawapeni msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Maana yake ndio uzima wenu. Mngoje mpate uwezo huo, ndio salama. Maana yake msipopata uwezo huo, hakuna usalama. Kwenye ulimwengu wa siku za mwisho kutatokea roho nyingi zitaibuka. Sasa kuna roho Bwana akiwa juu yenu atawasaidia kushinda hizo roho. Kwa hiyo utakuta kuna vita viko vya kiroho. Utawezaje kushinda vita vya kiroho kama hauna roho ndani? Mpaka una roho Bwana. Lazima uvike uwezo wa kimungu ili uweze kushindana katika vita vya kimungu. Musa nitakufanya kuwa Mungu mbele ya Farao ili uweze kushindana na Farao anayejiita Mungu. Hiyo vita ya miungu uweze unapaswa kuvika uwezo wa kimungu ili uweze kushindana nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unaweza ukawa haunielewi. Ili uwe mzima katika ulimwengu wa roho, ni lazima uvike uwezo wa kiroho, ambao ni uwezo wa kiroho upande wa nuruni. Maana katika ulimwengu wa roho kuna upande wa giza. Anakwambia niko kiroho. Kiroho upande gani? Anaweza akawa kiroho lakini kwa maguvu ya kishetani, kwa kutumia ushirikina, kwa kutumia uchawi. Basi ule nao ni ukiroho upande wa giza. Sasa upande wa nuruni, Roho Mtakatifu ni anayeopaleti na anayeamua, na ndiye yeye anayehusika kufanya mchakato wa uzima. Na ndiyo maana hata watu wanafunguliwa kutoka kwenye vifungo. Biblia inaeleza kitabu cha Isaya 61, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenituma kutangaza uhuru wa mateka, kufunguliwa kwa waliofungwa, kuganga waliovunjika. Roho wa Bwana anapokuwa juu yake, ndipo anaweza kufanya kazi ya kuwafungua waliofungwa. Sio yeye bila Roho wa Bwana kwa juu yake. Sio yeye bila Roho wa Bwana kwa juu yake. Roho wa Bwana akiwa juu yako, ndipo unapokuwa na uwezo wa kufungua vifungo, wa kuondoa kila aina ya taabu na mateso yaliyoko juu yako na yaliyoko juu ya ndugu zako. Maana yake Roho Bwana akiwa juu yako,
Bila roho wa Bwana huna uwezo wa kusababisha uzima, mpaka uwe na roho wa uzima ndani ndipo uweze kuruzukia wengine uzima. Maana yake uzima unaweza kutokea kwako wewe mwenyewe, uwe nao kwanza, ndipo uweze kusababisha wengine kuwa na uzima. Huwezi kuwavusha watu wakati wewe umeshindwa kuvuka. Bwana asifiwe sana. Mtu mmoja anasema huwezi kuwafikisha watu mahali ambapo wewe unapajua. Una uwezo wa kuwafikisha watu mahali ambapo wewe unapajua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza ukawa naomba kwa jina la Yesu anayehubiriwa na Paulo, lakini wewe mwenyewe uzima mle ndani hakuna. Ile falme, zile roho zitakushambulia. Ni kama unajaribu kututukana, lakini na wewe uko kwenye saiti yetu na huna uwezo wa kutushinda. Wanamchapa mtu kwa sababu yule mtu hana roho. Lakini unaambia Paulo, yeye akijaa roho alikuwa anakabiliana. Paulo akijaa roho alikuwa anakabiliana na kila aina ya roho chafu inayotokea. Iwe roho imemfunga mtu, iwe ni roho inamwendesha mtu kwenye tabia isiyofaa. Wakati fulani kulikuwa na mwenye pepo la uaguzi, ile sura ya 16 Matendo. Akiwa na pepo la uaguzi akawa anapiga kelele kila wakati. Lakini siku moja Paulo akijaa roho akamampisha yule mzimu, ile pepo liondoke ndani yake, awe huru mtu. Maana alikuwa kwenye kifungo, hakuwa na uzima. Unapokuwa na roho ya uaguzi au roho ya uchawi, wewe sio mzima. Unahitaji kufunguliwa. Unapokuwa unatumikishwa na dhambi, wewe sio mzima, wewe ni mtumwa. Mtumwa sio mzima, sio salama mtumwa. Unapotumikishwa na madhambi, wewe sio mzima. Iko roho inayokutumikisha kufanya madhambi. Hiyo roho inasababisha uharibifu kwako, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Hasa kama unatumikishwa kwenye dhambi, maana yake sio mzima. Unahitaji roho Bwana atakaye kuwezesha kushinda dhambi, kujitenga na dhambi, atakaye kutoa kwenye vifungo ya adui alivyokuweka, na hapo utakuwa salama zaidi. Tujifunze kwa mtu mmoja. Unapokuwa kwenye shida, haya yote ni uwezo wa uharibifu. Unapokuwa kwenye changamoto, ni uwezo wa roho chafu. Kwa mfano, pepo, mizimu, mashetani, uchawi na uganga na kila aina ya nguvu za giza, zote zile ni roho. Zinaweza kuwavaa watu wakasababisha shida kwako. Na wanaweza zile roho zinaweza zikakuvaa wewe ukawa na shida. Na zinaweza zikatumia watu wengine kukusababishia shida. Unawaona watu wana maroho mengine ndio yanayokuongoza wakukandamize wewe, wakuingize kwenye matatizo. Ni zile roho zimewavaa watu zikaja kwako kukukandamiza. Unahitaji kuvikwa uwezo wa Bwana. Hata kama wamesababishwa kukuletea matatizo, hawataweza. Hata kama watatumwa kuja kukushambulia, roho wa Bwana akiwa ndani yako, ndiyo kila kitu cha kivita kitaweza kupambana na kila roho inukayo. Kimoko ya roho zote chafu ni Roho Mtakatifu. Zote chafu, Roho Mtakatifu. Kama una Roho Mtakatifu, zile roho chafu huna uwezo, huna nguvu ya kushindana nazo. Huna uwezo. Hata ukisema nitaenda kwa mganga mkubwa kuliko wao, huna uwezo. Roho zote chafu ni familia moja, haziwezi kutelekezana. Kuna siku wanazidiana zile falme. Utaenda kwa mganga huyu na yeye ataenda kwa mganga yule. Mtazidiana tu, mwenzako atatoa kichwa cha mtu, wewe utatoa sijui umepeleka mbuzi, yeye atatoa kafara mtoto. Mtalingana, atajikuta anakuzidi na anaendelea kukukandamiza. Mwingine uchawi wa kwenda kuwazima kwa jirani, mwingine uchawi wa kuota, wa kuzaliwa nao. Wewe unaenda unanunua kidogo, mwenzako anakuambia mimi wa kujichimbia ndugu yangu. Wewe unaenda kwamba mimi ni wa kuamka na kwenda kuchimba mimi mwenyewe. Mwingine anakuambia mimi hata sio uchawi wa kuchimba, nimezaliwa nao automatic, nikisema neno tu inakuwa, sihitaji kwenda kuchimba. Anakuambia mimi mizimu yangu ina kabila fulani. Wewe kabila gani? Msukuma. Wewe Msukuma, mimi Mfilipa. Utaniweza? Sukuma sio kiboko, mimi Mkelewe sasa. Makelewe ya Mnyambo, utanifanyaje? Nimetoka Ujiji Kigoma, mimi Muha. Simtabaki mnabishana tukio mtu ana kabila lake hapa. Nisha atakwambia, wewe unakwambia mwisho wa leni pale Ujiji. Mimi nimevuka mipaka.
niko Burundi. Nitakutupia mahembe dakika chache unamaliza. Bwana asifiwe. Yaani zote zile ni roho, lakini Roho Mtakatifu hakuna roho ya kabila lolote itakayoweza kufua dafu mbele ya Roho Bwana. Wewe unahitaji tu kuwa na huyu Roho Mtakatifu ili kila aina ya roho zisalende kwako. Lazima uvikwe uwezo. Usipovikwa uwezo, zile roho za mashetani watakukalia, watakukaba, watasababisha majanga kwenye kazi zako, kwenye afya, kwenye uchumi, kwenye ndoa. Wataharibu, kila wakifikiri kuharibu wanaharibu. Amina. Wanasifiwe sana. Amina. Tuangalie mtu mmoja, tujifunze kwake. Tuangalie habari ya kufunguliwa kwa Petro gerezani. Petro alifungwa gerezani. Matendo ya Mitume 12 mstari wa kwanza hadi ule wa 10. Tasoma mistari yote. Naomba unisikilize vizuri. Fatisha na wewe unakuna soma hapo. Panapo majira yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Huyu anaitwa Agripa, mfalme. Herode mfalme, huyu ni Agripa, akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Yaani ile roho iliyomwingia sio roho njema ya kuwatesa watu wa kanisa, ni roho chafu, ni roho ambayo haiwazii uzima, haiwazii mema hawa watu wa kanisa. Imemwingia kiongozi, akaona ni jambo la kufurahisha, kumbe sio yeye. Kuna roho chafu imeingia ndani yake, inaanza kuwasababishia watu wa kanisa shida. Ni roho. Ilipomvaa akamkamata Yakobo, akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate sio chachu. Hebu angalia. Na alipoona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamkamata na mwingine. Yaani kitendo ambacho amefanya Herode cha kuwainukia kanisa na kuwatenda mabaya kimewafurahisha Wayahudi. Roho ile iko pia kwa hawa Wayahudi. Wanafurahisha nini wao? Kuuawa. Alipouawa Yakobo, watu wakaendelea kushangilia. Unapoona hivyo, hiyo roho sio ya uzima iliyoko ndani ya wanaoshangilia mtu anaharibikiwa. Ile roho bado ni ile tunatamka. Sasa walipoona hivyo, wakaona mfalme anaangaliaga watu wanaelekea wapi. Aliposikia anapeleleza kidogo, vipi ile umeona ile ratiba, tumemuua Yakobo, wale walokole wale, mnasemaje la hiyo? Hapo mheshimiwa, tena yani ninakupongeza sana, umefanya kazi nzuri kwa namna hii mitano tena. Anasema ukiwa na aina hiyo, ujue kuna roho tu zinazokuwepo ndani ya mtu. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Inafika mahali unaona uharibifu unatokea, lakini unaweza kushangilia kwa sababu haujajua ni nini kinachopelekea uharibifu. Ni roho wala sio watu. Nimekwambia hata huyu mfalme Agripa alikuwa ameingiwa na roho chafu inayofurahia kuwatenda mabaya watu wa kanisa, kwa sababu watu wa kanisa wanaharibu vitu kwenye ulimwengu wa roho, wanaharibu kazi zote za adui. Kwa hiyo adui anainua watu wa kujaribu kupunguza makali. Tutakapowazuru hao walokole, hawataweza kuhubiri, tutaendelea na kazi zetu. Ni ufalme unajitetea wenyewe, ni ufalme wa shetani unajaribu kujitetea usizuriki, sio wale wa kina Agripa. Bwana asifiwe. Mstari wa 4 Biblia inasema alipokwisha kumkamata akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari wanne wamlinde, akitaka baada tu ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu, wale watu ambao wanafurahia kifo cha Yakobo, alafu muweke pana Petro, kwamba tena huyu tulimsubiri sana, maana huyu inaonekana ni zaidi hata ya Yakobo. Haya, utupe pale.
watakachokifanya ni nini? Kama walifurahishwa na kifo cha Yakobo, wewe Petro ukitoka mbele yao watafurahi zaidi. Na kwa sababu ni roho ya shetani iko ndani ya mtu. Shetani hawezi kuwa na huruma kama za binadamu au kama za mtu aliye na roho wa Bwana, roho wa huruma, roho wa neema moyoni mwake. Adui akimvaa mtu ana uwezo wa kusababisha shida, lakini wewe utahitaji kuvikwa uwezo wa Bwana, kuvuriwa uwe uwezo unaosababisha majanga. Sio tu ule uwezo unaoenda kumpandia mwingine matatizo, lakini unaweza ukavalishwa uwezo ndani wako ukaendelea kukuletea shida. Ziko njia nyingi za kujikuta na kamatika kwenye vifungo hivi vya adui. Ndugu huyu akawekwa kwenye gereza, akatupwa gerezani. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule ule, Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili. Unalala katikati ya askari wawili, alafu amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani, akampiga Petro bavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chumba wa kuingilia mjini, ukawafungukia wenyewe, wakatoka nje. Sasa mstari wa 9 walitoka nje, na hapa tena wakatoka nje. Anatoka nje mara ngapi? Walipotoka nje sasa, hiyo mstari wa 10, walipotoka nje wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha huyu, akawa Petro sasa ameenda kwa ndugu zake. Hii taarifa ni fupi lakini ni pana. Tunajifunza mazingira ya gereza kwanza yalivyo, na hali ya humo gerezani, lakini pia na hii hali ya huyu mtu aliyeko gerezani. Anakuwaje mtu anapokuwa gerezani? Kwa mujibu wa Biblia tunaona huyu ndugu Petro alipokamatwa, kuna lugha inatumika, wakamkamata, akakamatwa. Kukamatwa maana yake nini? Kukamatwa ni kushikwa ama kutekwa ama kunaswa. Roho ya uharibifu imemvaa Agripa na kumtesa Petro kwa kumtupa gerezani. Kwa hiyo ile roho iliyoko juu ya Agripa inaweza kuwatesa hawa watu wa kanisa na kuwaua kabisa, ikiwezekana kuwanyanyasa kabisa waliookoka na kuwakandamiza. Ni roho iliyomvaa Agripa. Mfalme hana shida. Agripa amevaliwa na roho. Siku akivuliwa zile roho, kama huyu mwanamke mwaguzi aliyekuwa akiagua, siku roho zile za uaguzi zimekemewa na Paulo zikaondoka, huyu mtu naye ni mzima sasa kimaadili, ni mzima kimwenendo, na ana uwezo tena mwingine tofauti na alivyokuwa awali, maana amevikwa uwezo mwingine. Haleluya! Mimi nakwambia, ukivikwa uwezo wa Bwana kuna uzima unatokea. Kwa mfano, Sauli amekasirikia Daudi. Kwa sababu gani? Hakuna sababu. Anaamua kutuma kikosi kiende kikamkamate Daudi kule Rama ambako Samueli yuko. Alipokuwa wameenda kikosi, ghafla roho Bwana aliyekuwa ametanda, akina Samueli na Daudi wako kule Rama wanaomba, roho Bwana ameshuka. Wale watu wakajikuta wameshindwa kutekeleza mambo yao. Uzima mwingine ukaingia, badala ya uharibifu aliokuwa wamebeba, akatuma wengine wana hasira na wao waende kumkamata, kwa sababu ni oda ya mfalme. Ukipewa oda unatekeleza, lakini roho Bwana akawazuia msifanye hivyo. Alipanda mahali pale akamkamata Sauli. Sauli akavua mavazi yake, akaanza kugaragara, akiomboleza, akiomba, akinena kwa lugha, akitabiri. Ni roho Bwana amemkamata. Zile roho chafu zilizokuwa zimemkamata zote zimeshatamkia, zimeshapuka, akavikwa uwezo mwingine.
Kwa hiyo mawazo aliyokuwa anayawaza kabla hajavikwa uwezo yamebadilika kabisa. Yaani yamebadilika, hasira ya kuua mtu. Bwana asifiwe sana. Wewe hasira, ndugu yangu, ukikupeleka kunyonga mtu ama kujiua, asijue umevaliwa na roho, sio roho Bwana. Hiyo ni roho ya mshetani. Haleluya. Dhamira ya mkamataji ni mbaya sana. Roho ya Mungu haina huruma kwa yeyote ambaye shetani anaona kuwa tishio la usalama wake. Roho ya shetani, maroho machafu yote ya ufalme wa shetani yako ulionayo, kwa hali yako ya kiroho ulionayo, wewe hapo ni tishio kwenye kazi za shetani. Hivyo shetani akipata nafasi kuachilia roho yake kwako, anakushambulia kama hautajua kwamba hapa nahitaji kufika uwezo wa kimungu ili roho zote zisarende, zikaribia, zikutane na utisho wako. Umekwisha. Maana shetani anafikiri kukurudia. Si unaona? Yakobo amechinjwa, Petro amekamatwa. Unafikiri yeye atahukumiwa? Hapa ni kutafuta nguvu nyingine itakayoweza kukabiliana na ile roho iliyomvaa Agripa, ikikamatwa ikafuriwa juu yake. Halafu hata kama imetuma kuja kusababisha madhara, lakini akiwepo roho mwenye uwezo kuliko roho zote. Hata kama mtu angekasirika kama Sauli, kama roho aliyobeba Sauli haina uwezo ukilinganisha na uwezo wa roho aliyeko kwa kina Daudi na Samueli, uwe na uhakika Sauli hatafanya chochote. Bwana asifiwe. Haleluya. Alitafuta msaada. Alipokamatwa aliwekwa gerezani. Kuwekwa gerezani kwa lugha nyingine ni kutupwa gerezani. Kutupwa. Yaani kuna kuwekwa gerezani alafu kuna kutupwa gerezani. Matendo ya Mitume 16. Makutano wote wakawavua nguo zao hawa kina Paulo na Sila kwa nguvu, wakatoa amri wapige. Ni wapi? Gerezani. Ni wapi? Gereza ni mahali kurekebishia tabia. Kama ni kweli wanarekebisha tabia, maana unaweza kuanza kumtandika mtu bakola, kumbe ana pepo la ulevi, akitoka pale anaenda kulewa na kufanya fujo tena. Wanasifiwe sana. Wakawatupa gerezani. Gerezani ni mahali gani ambako zile roho chafu zinasababisha uwekwe gerezani? Ni mahali pa kurekebishia tabia kwa nguvu ya mateso, vipigo, shida, sehemu ya mateso. Hizo zinaweza zikawa ni lugha za kistaarabu kwamba ni sehemu ya kurekebishia nini? Tabia. Tabia mimi najua ni roho. Kama ana roho chafu, ana roho ya wizi, inamwendesha halali hapo Mungu. Akitoka gerezani ataenda kuiba tena. Utakuwa hujarekebisha tabia, kwa sababu ile roho haujafaulu kuiondoa kwa bakora, hujafaulu kuiondoa kwa kumlegeza viuno vyake. Hata kama ni mlemavu ataenda ibe. Bwana asifiwe sana. Ni roho iko ndani, imemvaa, inamtumikisha, anatekeleza matendo yasiyofaa. Niliwahi kushuhudia, alikepo madam mmoja, ni mwalimu mkuu wa sekondari, akawa na roho ndani ka udokosi. Samahani kama kutakuwa na mwalimu wao wa shule msingi au wa chuo au wa wapi, lakini mimi naongelea yule sasa. Bwana asifiwe sana. Hasa yule mwalimu ni mwalimu anapokea mshahara. Ni mwalimu mkuu wa shule ya sekondari. Headmaster. Huyo mama huyo akienda dukani akakwambia nipe hiyo sabuni, ukainama kuchukua sabuni, anakata kiberiti hiki cha kufutia sigara wateja, anadumbukiza kwake. Ila ni mwalimu. Roho ya wizi haiogopi fani, haiogopi taaluma kwamba anajiaibisha. Roho chafu iko ndani na mwendesha. Paulo anasema sio mimi, naona roho itendao kazi ndani yanifanya mateka. Warumi sura ya 7 ule mstari wa 14 hadi 19. Kutaka kufanya jema nataka, lakini sipati kufanya, kwa sababu lile ninalotaka nilifanye sipati nafasi. Lile nisilolipenda najikuta nimeangukia. Sio mimi, naona roho iliyoko ndani mwangu, naona sheria ya dhambi kaayo ndani mwangu yanifanya mateka.
anatekwa na roho ndani iliyoko inamwendesha. Dawa yake ni moja, atakapovuriwa uwezo wa giza, aviko uwezo wa Roho Mtakatifu, atatenda vyema. Na ndio maana Paulo alikuwa anafanya yasiyostahili kwa sababu ya ile roho iliyokuwa ndani yake, hata kuwaua wateule. Lakini alipovikwa uwezo wa Bwana, alikuwa yeye anatangaza watu waokoke, watu wafuate ile njia, maana sasa amegeuzwa kuwa mtu mwingine baada ya ujio wa Roho Mtakatifu. Ndani ya Paulo kuna uzima sasa. Kabla hajavikwa uwezo wa Bwana kulikuwa na uharibifu. Ile roho ilikuwa inamwendesha kuua wengine, hata kina Stefano wameponda mawe, yeye akiwepo mstari wa mbele. Baada ya kuvikwa uwezo, anahubiri watu wamgeukie Yesu, ambaye yeye alikuwa akiwachukia wanaounga mkono huyo Yesu. Yeye anaanza kutangaza. Amina. Uzima umeingia ndani yake. Kabla ya hapo, umwambii Paulo, hata usidiriki kwenda kumshuhudia kwamba unamwambia nini. Anakuambia mimi nimesoma. Farisayo, mwana wa Farisayo. Wewe unaniambia nini? Torati yote naijua. Unaweza kuniletea msamiati gani? Anakwambia nimesoma chini ya mwalimu mashuhuri. Pengine nimekaa chini ya dokta au nimekaa chini ya profesa wa mambo haya. Nikaambukizwa vya kutosha. Wewe ni failure tu. Huwezi kusema na mimi. Utaongeaje na wewe hapo? Wewe hata cheti huna, mimi na PhD ya hayo unayotaka kuniambia. Bwana asifiwe sana. Amina. Lakini mimi nilijitahidi, nilipata A darasa la pili, lakini nilikomea la 6. Wewe mimi nina PhD, wewe unasema nilikomea la 6. Ndio tunazungumza nini sasa? Kama ni masuala ya kumwambia habari ya neno la Bwana, Paulo kuna usemi. Lakini kiboko yake jaa Roho Mtakatifu. Huyu anajiita profesa kwenye mambo hayo, utamuona anapelea, maana Roho Bwana ni Bwana mwenyewe ndani yako. Atashangaa matendo yanayofanyika. Akina Petro hawajawasoma sana kwa habari ya kusoma sheria kama za Kifarisayo, lakini matendo makuu yanafuatana nao, mpaka watu wanajiuliza. Tunajaribu kuangalia elimu ya hawa jamaa, sio sana, lakini kwa nini wanatenda mambo ya namna hii? Hata viwete tumesikia wametembea, hata wagonjwa wameinuka wakiwa wazima. Ni namna gani wanayofanya hawa watu? Jaribu kuwazuia hata kwa nguvu. Wakajaribu kuwachapa viboko. Wanatuaibisha sisi tuna professional, halafu tunaaibika kweli. Yaani wagonjwa tuko nao kanisani, lakini hawajawahi kupona. Leo wameponywa na mtu huyu. Hawa watu wataharibu sana. Tutaonekana sisi hatuna elimu. Wacha tuzuie hiki kitu. Tunalinda professionali zetu. Wanawaambia daktari akikwambia sijaona ugonjwa alafu anakupa dawa, ujue analinda tu fani yake, ila ameshindwa. Amepima ugonjwa hauna, sijaona. Sasa chukua hii dawa ukatumie siku 7. Alafu anarudi tena darasani. Siku 7 za kuwa darasani. Mwalimu ulinikomeshia topic hii, nimekutana topic hii, haujawahi kutufundisha. Anaanza kufuatilia. Ukimkuta hajapata majibu, nenda hii umeitumia sasa, hebu ongeza ziwe siku 14. Baadaye zitumie tu, malize mwezi, alafu uje. Huyo ameshindwa kukutibu, anakurundikia sumu zingine, japo anajua anakupa dawa isiyo na madhara sana. Ila elimu yake imekota mahali. Bwana asifiwe. Kama elimu yake imeperform, auone ugonjwa, aanze kutibu ugonjwa. Sio ameukosa ugonjwa, anaanza kutibu hewa. Bwana asifiwe. Tuangalie hali ya gerezani. Kwa gereza lilivyo, kwa nguvu ya mateso, sehemu ya mateso ni chumba chenye giza. Minyororo ni sehemu ya huko, nafungwa minyororo na tupo kwenye kachumba kagiza. Hewa si ya kutosha sana, lakini giza tupu. Alipotupa gerezani, kuna watu wanatupa gerezani na chapo viboko kwanza. Gerezani, wewe afisa gani wa gerezani? Hakuna afisa gerezani.
Hakuna bosi gerezani, wote wafungwa. Mimi nilikuwa kule ni afisa nani, kwa hiyo ninaenda na kalamu yangu hapa mfukoni. Gerezani namba kwa mjomba, lakini gerezani kabisa. Gerezani vipo vitengo vya kurekebisha tabia, viko vikosi, maaskari waliosomea utaalamu wa kurekebisha tabia, ila hawana Roho Mtakatifu. Sasa wao wamesomea, lakini kuna elimu ambayo wao hawajawahi hata kuigusa kidogo. Magereza, kwa sura ya magereza kwa kawaida, wamevikwa uwezo wa roho chafu. Mimi siongelea magereza ya huko, ukikamatwa na polisi hiyo bwana ni wewe sasa. Sasa mimi naongelea habari ya gereza la kiroho hapa. Vipo vitengo vya kurekebisha tabia katika ulimwengu wa roho. Maaskari wa adui shetani wakimkamata mtu anayedhania kuwa ni mhalifu anaharibu kazi zao, basi wapo maaskari wanaoweza kutaka kumwadibisha arudi huko kwao, asalende, awe tayari kutii amri yao. Sasa wale watu fahamu zao hazioni tabu kukutesa, kukujeruhi, kukuua, kukulemaza. Hawaoni tabu. Unaweza kusema askari mbona hata anihurumie? Gerezani hakuna. Waliosomea walipangwa wasiwe na huruma ya aina yoyote. Alipoonekana anaonyesha huruma, alifukuzwa shuleni kwamba umefeli. Walipoenda interview, kama daktari unaenda kuosha kidonda cha usaha halafu unatema, rudi nyumbani ukalime mboga. Fani ya udaktari ufanye. Bwana asifiwe sana. Amina. Eti kabisa jamani, yani harufu ya mgonjwa daktari fungua mlango mimi nitoke nje kwako. Wewe umeshindwa kuwa daktari. Daktari gani anaona kinyama? Sasa na askari anakuja mtu unamhurumia. Anamhurumia huyu. Nyanyua huyu Tanganyika jeki haraka. Hebu si mjomba. Wewe nyanyua Tanganyika jeki. Mjomba mtu gani hapa? Umepangwa. Kuna mtu mmoja alienda vita akaniambia, tulikuwa tunakula kiapo. Kiapo nakula hivi. Wanapofundishwa kule kwenye mapoli, wametengwa na kupelekwa jangwa ya kijeshi. Wana elimu zao ambazo wanapangwa na kweli wanatusaidia. Maana vibaka wapo, mtu anabaka, mtu anaiba, anapora, anaroba. Sasa wakishavikwa uwezo wa kutohurumia sura, inatusaidia wasije wakawa wanabaka watu mitaani ovyo. Maaskari mimi nawapongeza, big up yao. Fanye kazi, mwisho wa siku nao wapokee ujira wao, ila watosheke na mshahara yao. Bwana asifiwe sana. Lakini mimi naongelea sasa zile falme za kiroho, magereza ya kiroho. Wale watenda kazi kwenye hayo magereza wakiwa kwenye ufalme wa shetani, zile roho wanavikwa, wanavalishwa. Watu wengine wanasema hivi, ukienda jeshi unalishwa nini? Hivi ukienda polisi unakumelishwa na nini? Hata huruma hana. Huwa wanavikwa tu elimu tu ya kawaida na nini. Wengine wanasema usipokula bangi basi utaikuta kwenye makande, ili tu uweze kuendana na kijeshi. Lakini sisi tuna katibu wa jimbo ambaye ni General Brigadier. Sasa kama ni bangi akiwa jeshini alikuwa ameokoka. Lakini ukija kwenye 18 kazini, mambo mengine ya huko ni ya huko kazini. Bwana asifiwe. Sasa kukujeruhi au kukuua, kukudhuru. Kwa hiyo kama ufalme ama roho za shetani zitakabizwa, usifikiri zitakuwa na hali ya kukusamea, ya kukuhurumia. Zinakutesa mpaka mwisho wake. Akatiwa kwenye vikosi vyenye watu wanne, askari wanne. Unakutana na kikosi cha watu 4. Hebu angalia alivyokuwa. Unalala hapa, askari huku na huku. Halafu kuna askari wanalinda huyu mhalifu, na kuna maaskari wanalinda hilo jengo ambako mko. Yaani kuna askari anayemlinda mhalifu, na kuna askari wanaolilinda gereza zile, jengo linalowaficha, linaloshikilia. Na ndicho tunachokiona hapa. Lakini bado huyo askari amelala hapa na huyo amelala. Hawajalizika tu kukupiga pingu, anazo mikononi, anazo na miguuni, lakini bado na kuna mlinzi. Kwanza tu hayo yale macheni
ni mlinzi tayari. Cheni hizo zilizofungwa miguuni na mikononi ni mlinzi tayari. Ile pingu tu ni mlinzi. Hapo askari Bennett hapo na hapa, alafu kwenye kachumba kadogo. Usifikiri na wao wanafurahia kukaa humo. Kwanza na wao akili inaharibika ina kisaikolojia, maana na wao wanakuwa kama wafungwa hao maaskari magereza. Wanakuhurumia kama nani. Sasa wakiamua kukushikisha adabu huko, hata ungepiga kelele kachumba kadogo kafinye huko ndani kwa ndani, ili isije kaonekana unasikia tu watu analia, anapigwa huko, hakuna kumwambia bwana umemtosha, piga legezo unavyofikiria. Halafu lile gereza yuko askari anayelinda. Malangoni walikuwepo wanalinda. Ndugu yangu, usiombe kwenda gerezani. Kama kuna tabia mbovu, acha tu kuzifanya ili usiende gerezani. Badilika tu. Unajua pia maaskari haya magereza haya wakati mwingine ni chuo cha kumjua Mungu pia. Kuna watu waliokoka kule bwana, wakarudi kule wananena kwa lugha kabisa, wananyoka kabisa kuhusu Yesu. Kabla ya kwenda gerezani, anaenda kanisani mbishi, anaruka kwaya, mara na uzinzi huko. Siku alipowekwa gerezani, alipelekwa chuo cha kiroho sana. Anatoka kula anajua na kufunga. Mzee Antoni, sio kweli? Muulize huyo, hao alishasoma. Kuhifadhi kituoni. Wewe unaweza kufikiria hata kuhifadhiwa kweli. Wakaona maaskari wamchukue sasa wakamhifadhi. Tunaenda kumhifadhi tu pale. Tunaenda tu kwa ajili ya usalama wake. Sisi ni kwa ajili ya usalama wa raia na mali zao. Au tunaenda tu kumlinda pale. Kwa hiyo amepelekwa kituoni kwa ajili ya usalama zaidi. Usalama. Hizi na hakika. Kama atarudi achechemei. Unaokoka vizuri. Si ndio Jona? Uliokokea gerezani ndugu uliniambia. Bila shaka. Unafunga kabisa. Pamoja na kwamba wanahesabiwa na Mungu, lakini wewe pamoja na kuhesabiwa unasema leo nimefunga. Ndio? Pamoja na kufunga unahesabiwa, lazima tuchukue namba au kuna mtu ametoroka. Kila siku kuhesabu. Inawezekana watu wakikwambia acha uhalifu, acha hiki, unachukulia simu. Mungu ana vyombo kwa kweli, vyombo vingi vya kuadibisha watu. Amen. Kabisa. Acha uzinzi, acha. Kuna bwana mmoja wakamnasa kata masikio, alafu akamwacha tu. Kwamba hii ni alama ya kudumu kwamba ulikamatwa unazini. Safi kabisa. Bwana asifiwe sana. Amen. Haya. Huyu jamaa akalindwa gerezani. Alizibitiwa. Kwa hiyo hakuwa na tumaini kabisa kwa sababu alikuwa anaona hali ni mbaya, maana hata ndugu yake ameshakufa. Wakiwa gerezani, hakuna mtu anaweza kujitoa gerezani isipokuwa inahitajika nguvu ya kumsaidia aweze kutoka gerezani. Lakini nani aliye na uwezo wa kuwatoa watu kwenye magereza, kwenye vifungo? Ni Kristo Yesu, ambaye aliweza kushuka na kuwatangazia uhuru waliokuwa wametekwa. Sasa gerezani awepo asemaye rudisha, kama nilivyosema Isaya 42, awepo mtu anayeomba, Isaya 42 mstari 18 hadi 23. Unapokuwa gerezani kunakuwa na mageti, kulikuwa na mageti. Mageti ni lugha imetumika, akavuka lindo la kwanza, lindo la pili hata la tatu. Maana yake ni kwamba kuna kituo cha ulinzi hapa. Unakutana kituo kimoja, unaenda pale unakutana kituo, unaenda tena unakutana kituo. Hayo yote ni mageti ambayo Petro alikuwa ameyapitia. Unawekewa mageti na roho chafu. Inawezekana mateso ya mtu aliye kwenye vifungo anayashishi mwenyewe ndani kwa ndani, anapigika. Alilala katikati ya askari kama nilivyokuambia, na wale askari, lakini pia walikuwepo watu wanalinda gereza na walikuwepo wanaolinda yeye. Maombi yalipeleka mjumbe ambaye ni malaika. Yule mjumbe akaenda moja kwa moja alipo muhanga ambaye ni Petro, gerezani kifungoni, mwenye uwezo wa kuingia gerezani popote walipofungwa watu
walikoshikiliwa watu. Yesu Kristo aliye na uwezo, ndiye pekee aliye na uwezo, alipewa funguo, alinyang'anya funguo za kuzimu. Anao ufalme, anazo funguo za ufalme. Ufunuo 1:18. Hizi funguo alizonazo, ana uwezo wa kuingia mahali popote. Yesu alitangulia kutekwa akaingizwa, lakini Yesu alitoka na ndiye aliye na uwezo wa kuwatoa. Kile kitabu cha Mathayo 27 ule mstari wa 50 hadi wa 54, Biblia inazungumzia habari ya Yesu kwamba sauti ya Yesu ilipotokea, alipotamka kitu kwa neno la Bwana ama kwa sauti yake, walinzi huwa wanaachwa na mshangao sana. Sauti ya maneno la Mungu linafungua milango yote, linafungua mageti yote, linapita popote. Sauti ya Mungu ni neno la Bwana, lina nguvu kuliko upanga ukatao kuwili. Kinaonekana Yesu aliposhuka aliingilia kati. Mungu, walinzi huwa wanashindwa kila kiingilia kati Mungu jambo. Walinzi wanaolinda wewe ubaki gerezani huwa wanashangaa tu maajabu yanayotokea, hata kama wana utaalamu, lakini wanashindwa kuelewa. Ile Mathayo sura 27 inazungumza maneno ambayo 50 mpaka 54, Biblia inasema hivi: naye Yesu akisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili, toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Na wakisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu, walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakisema, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Walinzi kwenye gereza wapo, lakini walishangaa, na jiwe ni kama kifungo lilibiningishwa na malaika, lakini bado walinzi, tetemeko liliwafanya kutojua kinachoendelea, mpaka walipokuja kuona mambo yaliyotokea baadaye, wamezilai na kuzilai. Ni nguvu ya Mungu pekee inaweza kaingilia kati kukutoa mahali popote ambako roho chafu zimekuweka. Mungu anatumia mjumbe, bali ni malaika wake. Malaika akitumwa ni mjumbe wa Bwana. Roho Mtakatifu ni mjumbe wa Bwana. Akitokea popote pale hafungwi, anaingia hata pale pasipoingilika. Tunaona Petro alipofuatwa na malaika. Malaika alipoingia, cha kwanza nuru ikamulika mle chumbani. Nuru ilimulika. Cha kwanza nuru ilipomulika, cha pili akamgusa ubavu. Akampiga ubavu, sio kumpiga, kumgusa kwa kumamsha. Amka ndugu. Alimgusa. Malaika wa Bwana cha kwanza anachilia nuru ilitokea gerezani. Nini maana ya nuru hiyo ilimulika? Nuru kumulika, elimu ni nuru. Kupata ufahamu ni jambo la kwanza. Ukishapata ufahamu, umepata nuru imekufukia. Halafu cha pili, unaguswa na uwepo wa mjumbe, uwepo wa Roho Mtakatifu, uwepo wa Bwana. Roho Mtakatifu naye ni mjumbe. Yesu Kristo ni mjumbe. Malaika wa Bwana ni mjumbe. Malaika akamgusa, ule mguso wa nguvu. Malaika ana nguvu za Mungu, ana uwepo. Ule ni uwepo wa Mungu umekuja juu yako. Sasa yule malaika alipomgusa akamwambia, amka. Uwepo wa Mungu unapokuja juu yako, sasa unaanza kupokea maelekezo. Amka. Aliambiwa ondoka upesi. Neno ondoka upesi ilikuwa ni neno la kuamshwa kwamba amka haraka, arise quickly. Akaambiwa tu, ila hapa anasema neno ondoka upesi, lakini kwa Kiingereza anasema arise quickly. Badala ya kusema ondoka upesi kwamba ondoka, inuka. Akaambiwa inuka, akainuka. Kaa, akaambiwa vaa viatu. Jifunge, uvae nguo zako. Ujue huyu mtu alifurishwa nguo. Ujue mtu alifurishwa viatu. Ujue huyu mtu alipofurishwa hivyo alivikwa vingine. Alipomwambia tujifunge, ina maana ukiambiwa vaa viatu, vilienda wapi mwanzo? Vaa nguo. Alifurishwa akavikwa.
Watu wanapowekwa kwenye utumwa na roho za adui, wanavikwa mavazi ambayo inakuwa ni nembo yao, inakuwa ni alama yao. Wanasema wewe tumemwekea alama, aende wapi na wapi, ila ana alama yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Inategemea jinsi gani walimkamata, lakini bado aliambiwa alivyoinuka minyororo ikadondoka, vifungo vinaachia. Wakati vifungo vinaachia, ina maana hata yale mavazi yalikuwa yanaondoka. Yale mavazi yalikuwa yamevalishwa na yenyewe yalishuka. Yote yale mavazi yaliyovalishwa, maana ni alama ya kwamba huyu ni mfungwa, ili wamuone kila wakati, hata wakitaka kumlima tunakumfuatilia. Lakini bado minyororo ikadondoka baada ya kushika maelekezo. Wakati ukiwa gerezani, kuna wakati utahitaji kupokea maelekezo kwa mjumbe aliyetumwa. Uwe tayari kufuata maagizo. Haya, akaambiwa vaa viatu vyako, akajifunga viatu. Haya, akaambiwa toka nje. Aliambiwa toka nje, ule mstari wa 9, maana alitoka kwenye sero ile ndani. Unapelekwa gerezani, kwenye gereza kuna kigereza ndani ya gereza. Alikuwa ndani ule, akatoka nje. Mstari ule wa 9, toka nje. Alipotoka nje, bado safari ilikuwa inaendelea. Ndio wakaenda lindo la kwanza, lindo la pili, na lindo la mwisho likawafungukia. Kumbuka huyu jamaa na lindo na vikosi vya askari wanne, 16 askari kwa mhalifu mmoja. Sasa alipoambiwa mara ya kwanza toka nje, walitoka na malaika kwenye kale kachumba kaselo ambako yule askari aliachwa amelala na mwingine amelala, na yule aliyekuwa na kalinda kale kachumba na penyewe walikuwa wawili ili mmoja asizungukwe, na aliwaacha wakatoka pale. Ndio wakaenda kituo cha kwanza. Baada ya kutoka mle ndani, wanawake walitoka mle gerezani wakaenda kwenye lindo la kwanza kwa hesabu. Sasa wakaenda la pili. Walipotoka la kwanza wakaenda la pili, lile la pili lilikuwa la tatu. Baada ya lile la pili, sasa kihesabu ya kwamba la pili lilikuwa la tatu, wakaenda la nne. Kama wale wa kwanza, walinzi wa kwanza, maskari wawili waliolala nao pale, na huyu anayelinda lile kale kachumba, umepita, ukaja na hapo ukapita, ukaja na hapo ukapita. Yule wa mwisho anasema mimi ni nani? Walipokaribia tu milango imefunguka yenyewe. Yaani hakuna ubishi. Baada ya kutoka kwenye lindo la 4, akaambiwa pita, akajikuta yuko kwenye njia. Ukishatoka gerezani, kuna njia utaelekezwa ya kupita. Sasa wewe unatoka kifungoni, alafu hata hakuna njia. Ina maana baada ya kutoka gerezani kuna njia. Pita hapa kwa kutunza muujiza, kwa usalama. Leo kuna malindo, inawezekana umetoka lindo la kwanza, maombi yakaisha. Ndugu yangu, bado uko gerezani. Inawezekana ndio tu malaika alikuambia toka nje, ule mstari wa 9. Nje pale umetoka tu kwa wale maaskari, lakini maombi yakakoma. Umeenda lindo la pili, maombi yakakoma. Umeenda hilo, maombi yakakoma. Ndugu, maombi yalikuwa yanaendelea mpaka na njia ile anaenda, mpaka aliwakuta wanaomba. Lord anasema ya Petro ameshafika. Wewe unawazimu Petro kabisa. Kwa hiyo mnaomba ili weje kwani? Tunaomba Petro atoke gereza. Aya, sasa si yuko pale mlangoni. Wewe. Lakini yeye akaendelea, jamani ni yeye, basi atakuwa malaika wake. Sio yeye. Maombi yalikuwa yanaendelea, sio kama wakati anasema haya eti wamesitisha, ratiba inaendelea. Anaongeleshana na mmoja tu alienda kupokea pale, mpaka kumuona. Maombi upambane mpaka utoke. Roho wa Mungu akishuka, akiingilia kati kama mjumbe wa Bwana, nakwambia usalama ni wa kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anayeushika na kufungua waliofungwa ni Roho Mtakatifu. Hebu tuoneza Matendo 10 mstari wa 28 tumalize. Nguo ama viatu alivurishwa, alivikwa vitu vya gizani. Ndio maana tunaona kuna nuru ilikuja, kwa sababu alikuwa gizani. Akatiwa ufahamu. Lakini alipoguswa, mguso ni upako wa nguvu za Roho Mtakatifu. Lakini pia maagizo ni neno la Bwana. Lakini pia utayari wa kutekeleza ni imani. Bwana asifiwe sana. Ile nuru iliyozuka mle gerezani ni ufahamu. Ule mguso aliogusa ubavuni ni upako.
Msaidizi ni Roho Mtakatifu. Huo mguso ni nguvu za Mungu, lakini maagizo aliyopewa ni neno la Mungu, lakini utayari wa kutekeleza ni imani ikamfanya kutoka gerezani. Mstari wa 38, Yesu Kristo anatenda kazi kwa namna hii. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huku na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi. Wote walioonewa na ibilisi alikuwa ametiwa mafuta na Roho Mtakatifu, ndipo akatenda kazi. Roho Mtakatifu ndiye atakapokuwa amekuvaa, ukivikwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ndipo miujiza kufunguliwa kwa waliofungwa kunatokea. Una haja ya kuhitaji Roho Mtakatifu kwa viwango vikubwa, ili baadhi ya vifungo viondoke, uwe huru, maana Roho uzima akija juu yako na kuwa na uzima. Sasa namna wanavyokamatwa watu, ziko namna nyingi, hazina mfano wanavyokamatika watu kwenye himaya ya adui. Wakati fulani nikiombea Bwana niambie nini cha kusema, akawa amenipa picha kidogo. Sasa sio ya kila mtu. Bwana asifiwe sana. Inawezekana sio ya kila mtu na inawezekana ni ya watu. Ziko namna ambazo adui anazitumia kuwakamata watu maisha yao. Ziko nyingi tu. Niliona kilipo fulani. Maono sio lazima yawe injili ya kuhubiri watu, lakini kuna wakati maono anaweza kawa na ujumbe ndani. Nikaona bwana mmoja anakojoa, mwanaume fulani anakojoa. Sasa anakojoa kama hapo, alafu pembeni kuna watu wanafanya ibada ya miungu, wanatoa na sadaka zao, wanaimba nyimbo zao, lakini anapokojolea ni kwenye himaya ile ile tu ya ufalme ule. Sasa alipokojoa, sijui walisababisha wao wakojoe hapo ili wamkamate. Sasa walifurahi sana. Eti mnafurahije mtu anakojolea kwenye eneo lenu? Mkojo wake pale kwenye mkojo alipokojolea, hata kama umekauka kama maji, wao wakaenda pale wakachota pale, walifurahi sana. Wakapeleka kwenye madhabahu yao, wakafurahi sana. Wakaanza kusema, sasa hapa kama ni sukari tutaweza kufanya, kama ni kufunga uzazi tutafanya, kama yani hata tukisema tuharibu nini kwenye maisha yake, hata tuharibu ndoa, yani hapa tumechukua kitu cha kutusaidia sana. Ule mkojo tu. Muulize jirani yako, kila sehemu uliyokojolea ina usalama? Inawezekana kaenda kukojolea kwenye himaya ya watu, wakafurahi wamekupata. Bwana sasa. Kuna rafiki yangu ni mchungaji, alikuwa kule Uloho. Alikuwa anapenda kufanya mazoezi asubuhi kwenye uwanja ulikuwa jirani. Sasa siku moja ameenda akakimbia, akazunguka mizunguko kadhaa. Sasa akifika huko anaona kama kule kuna giza, kama kuna mtu. Akikimbia akifika kwenye kona, ila kule kwenye kona anapoanza kugeuka anaona kama kuna mtu kwenye kona. Sasa baadaye akafika kwenye kona, akakuta kuna ubichi kama vile mtu amekojoa. Sasa akasema hapa ni nini? Baadaye na yeye akaenda akakojoa baadaye. Sasa alipokojoa ikawa mwendelezo, kidogo anaenda kukojoa, kidogo baadaye ikamsumbua sana, sema hii ni nini, au ni sukari au? Kuna vitu vya kutengeneza na kuna vitu ambavyo ni natural, lakini kuna vitu vya kutengeneza artificial. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa kilichofanyika, alipotoka pale akichoka, akapumzika. Alipoenda kupumzika, akaanza kusikia tumempandia kisukari. Kumbe kisukari kinapandwa tu, mtu anakojoa alafu anapanda kisukari. Kwa hiyo kuna vitu kwenye ulimwengu wanamkamata kupitia mazingira ya kawaida. Sasa ni ajabu kidogo, kwa sababu baada ya kuona hiyo mimi niliyoiona ya kwangu, nikakumbuka hiyo kitu. Baadaye imepita siku moja ya pili, ndio nikaona tena watu wako wanne. Kuna baba mmoja, kuna dada mmoja, tembea barabarani.
Yakaleta mazingira fulani tu hapo, unapita njia fulani. Sasa baadaye pembeni kulikuwa na paka. Sasa eti paka anaweza kukuzuia kukojoa. Unataka kukojoa alafu kuna paka, eti unaweza kusitisha kwamba mbona kuna paka anaaje kukojoa? Ataniona paka. Eti huyu naye akaingia chemba yake kidogo hapo barabarani, na huyu akaingia chemba. Watoto wao si ni hapo barabarani tu, wakafundisha wakaanza kukojoa hapo. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Walipomaliza kukojoa kwao hivyo, baadaye yule paka akaja mazingirani. Walipogeuka wakamwona paka ameenda pale mazingira. Walirudi pale, wakafika wakaanza kuomba, tunabatilisha kila mpango wa adui, tunaharibu kila kusudi la adui, kila kazi ambayo adui amekusudia kupitia mazingira haya, tunafuta chochote cha adui ambacho kimekusudiwa. Nikaona wamewaka. Baadaye nikatoka kwenye hayo maombi. Sasa mimi kama mwalimu nikawa nimepata kitu kwamba unaweza ukajikuta umekamatwa kwa njia nyingi. Kuna watu wamekamatwa kwa kupewa zawadi, umevikwa nguo, unatembea una vazi la ufalme wa giza. Wanajua huyu ni wa kwetu. Hata uombeje kesho wanakukaba. Hata ufanyeje kumbe una alama, una vazi ulilovalishwa. Hata kama kuna njia nyingi zilizotumika kukufunga bila hata kujua, lakini Mungu akishaachilia nguvu ya Roho Mtakatifu, hakuna gereza ambalo hata kama misingi imefichika ya kukufunga wewe. Nakwambia aliposhuka Roho Bwana, Matendo 16 ule mstari wa 19 mpaka 26, aliposhuka Roho wa Bwana, nguvu ya Mungu, Paulo na Sila walipoabudu, wakiomba, wakisifu, ilishuka nguvu ya Bwana. Tetemeko lilitokea, misingi ya gereza ilitikisika, na ile minyororo na vifungo vikalegea ya kila mtu aliyekuwepo pale, na wale walinzi wote waliachwa hoi, kwa sababu uwezo wa Bwana umeshuka. Hakuna gereza litastahimili kukubeba, kukushikilia. Roho Bwana akishuka, hakuna nguvu itang'ang'ana juu yako. Yale mavazi yataondoka yenyewe waliokuvika, zile bedia walizoziweka kwenye ulimwengu wa roho. Utakuwa unavuka lindo la kwanza, la pili, mpaka yote. Inawezekana umeachiliwa, lakini bado uko kwenye gereza, lindo lingine bado linakushikilia. Unahitaji kuvikwa uwezo wa Roho wa Bwana. Nguvu ya Bwana ikishuka juu ya mtu, mageuzi makubwa yanatokea, mabadiliko makubwa yanatokea. Uzima unapatikana kwa aliye na uzima. Akishuka aliye na uzima, uzima unaachwa hapo. Lakini kama kuna roho zimekusababishia shida, unahitaji Roho Bwana shuke ndani yako. Utayaona mambo yanaanza kufunguka, iwe ni uchumi, iwe ni ndoa, iwe ni uzao. Kila eneo ambalo kuna roho zimevalishwa kwenye maisha yako, zitapisha nafasi. Roho Bwana atateki presi na ushindi utatokea. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Tunahitaji Roho Bwana kwenye maisha yetu. Bila kuvikwa nguvu za Mungu, utabaki na mavazi ambayo pengine ni vazi la adui. Unahitaji nguvu ya Mungu. Mimi naamini Roho Mtakatifu ni suluhu ya kila. Samsoni anaenda kuoa, akawekewa kikwazo. Halafu alipowekewa kikwazo, ana wazazi lakini akashinda, akaenda. Wakataka kwenda, akatokea simba akamhurumia. Alipohurumiwa na simba, Roho Bwana alishuka juu yake. Aliposhuka Roho Bwana, aliua yule simba, na safari ya kwenda kuoa ikaendelea mbele. Ndiye anakusudia kuzuia maono yako. Usipokuwa na Roho Mtakatifu, na atakusaidia njiani. Unahitaji kuvikwa uwezo wa Roho Mtakatifu ili uweze kuyasolve yaliyoshindikana kwa wenye akili. Ndio maana hata Farao alipoota ndoto kwa habari ya janga la njaa, alitafuta watu wenye uwezo wa kusolve tatizo. Wala hakutafuta wasomi waliosomea biashara, hakutafuta wale waliosomea uchumi. Aliuliza, tupate wapi mtu ambaye Roho Bwana yuko ndani yake? Roho Bwana akiwa ndani yake, tutasolve kesi ya njaa, miaka 7 ya njaa na miaka 7 ya shibe. Mwisho wa siku sisi tutapata majanga, maana Roho atakuwepo katikati yetu akitusaidia. Inuka mahali ulipo, unahitaji Roho wa Bwana uviko. Leo ni siku yako ya kutoka kwenye huo utumwa, ukikaribisha Roho wa Bwana akakusaidia juu ya jambo hilo. Omba nguvu ya Roho wa Bwana. Umeomba aina ya maombi, umepeleka malaika, umetuma wajumbe, usitume wewe. Wewe mwambie Bwana ashuke, mwambie Roho Bwana kuwapamie.
Kabidhi maisha yako mikononi mwa Bwana. Mwaka mwingine utembee kwa uwezo wa Bwana. Omba uongezewe salio. Haya ni mafuta ya kutembelea. Huo ni uwezo wa kutembelea. Huo ndio upako zaidi ya maji. Huo ndio upako zaidi ya mafuta. Huo ndio upako zaidi ya udongo. Huo ndio upako zaidi ya chumvi. Huo ndio upako zaidi ya zabibu. Huo ndio upako zaidi ya machungwa ya upako. Omba Roho Mtakatifu ndio upako wote. Hawa wanaojaribu kukopi na kuigiza. Roho Mtakatifu ndio ambaye yeye ndio upako wa kukufanya uwe na uzima. Ili uwe na uzima wa milele. Uwe na Roho wa Bwana ndani. Ndipo utapokea uzima. Karibisha Roho wa Bwana ndani yako. Ili baadhi ya vifungo vikatekate. Aliposhuka Roho wa Bwana, ile minyororo iliondoka yenyewe. Uvikwa uwezo leo. Amani kuvikwa uweza. Hata uwezo wa Bwana.